Tukisalia na hayo, Wizara ya Elimu nayo sasa imetangaza kuongezwa kwa muda wa wanafunzi wa gredi ya 10 kufika shuleni kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayekosa kuendelea na masomo. Katibu wa Elimu Julius Bitok aliyezungumza alipozuru shule ya Alliance kaunti ya Kiambu amewataka wazazi kuchukua jukumu kubadili shule za watoto wao endapo kulikuwa na tashwishi yoyote. Mary Mwoki anaarifu. Katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok Alhamisi alitembelea shule kadhaa kukagua zoezi la mpito wa wanafunzi wa gredi ya 10. Hata hivyo, hali si shwari, kwani zaidi ya wanafunzi 700,000 waliopangiwa shule bado wako nyumbani saa chache kabla ya muda wa mwisho. Hata hivyo, takwimu za wizara zinaonyesha tofauti. Shule za kitaifa kundi la kwanza zinaongoza kwa 91%, lakini shule za kaunti ndogo ziko 50%, huku zile za nje ya kaunti zikiwa 40% pekee. Hata hivyo, kumekuwa bado na minong'ono kuhusu nafasi za baadhi ya wanafunzi walalamikia umbali wa shule walizotengewa. We are asking our principals, if parents walk into your school, you place their request in the portal and the approval will come if the capacity is still there. I want to encourage parents to take up the schools the students have been placed. And there's no confusion. We are very clear in our mind. The transition process is very smooth and we are confident that all the learners will be transitioned. Katibu Bitok pia akiwataka wazazi kuwajibika na kuhakikisha wanawasiliana wenyewe na shule ambazo watoto wao wametakiwa kujiunga nazo. To encourage parents to take up the schools the students have been placed. And there's no confusion. We are very clear in our mind. The transition process is very smooth and we are confident that all the learners will be transitioned. Kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi walioripoti, wizara sasa inazingatia kuongeza muda wa mwisho wa kuripoti. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.